Sehemu ya 5 ilituacha na kamguguru fulani hivi ambapo Alvin, Chris pamoja na Dicky ni kama walikuwa wanamgombania Lydia. Yani Lydia sasa hajulikani aende kwa nani, lakini wakati huo tunafahamu kwamba kuna new couple in town between Lydia and Ramsey. Kwa hiyo yapi atakayosonga mbele? Langu jina ni Lucas Lumbas, lakini pia tumeshamisi Jimmy huko nje alipo. Tunatamani kujua maisha yake yanaendaje, na mwisho siku huyo binti anayetakiwa kuolewa na Jimmy itakuwaje? Basi Ramsey bwana aliitwa na Queen kwamba Lydia anamuita, na baadaye akamenyanyuka na Ramsey akamwambia Queen ya kwamba okay, tuondoke. Kisha Ramsey akasema oya wanazengo, nitarudi muda si mrefu. Ramsey aliwaaga wenzake kisha akaanza kupiga hatua kupandisha ngazi akiongozana na Queen. Sasa Abdi akasema kwamba wewe nenda mdau, usiwaze kuhusu sisi, kama utachelewa basi utatukuta class. Basi Kavinza akasema kwamba oya wazee, mbona mmeganda sasa? Si mlisema mnaenda faraga kumjadili mke wenu ama? Sasa mbona mmeganda hapa? Kavinza aliongea sasa wataka Chris, Alvin pamoja na Dicky waende wakajadili swala la mpenzi wao Lydia. Chris kwa hasira akasema kwamba tukaongea kitu gani na huyu jamaa wakati hahusiki na lolote kwenye hili swala Oya Alvin, naomba tuondoke maana akili yangu ishavurugika kabisa. Ila mpeni salamu Ramsey kwamba alipoingia ni jehanamu. Naomba aache kuwa karibu na Lydia wangu. Chris aliongea kwa hasira na Dicky akasema kwamba sikia mwanangu, Lydia sio demu wako wala sio mke wako. Lydia ni mpenzi wangu mimi. Hivyo naomba ukae mbali naye. Dicky anamwambia Chris. Chris akasema kwamba Dicky, hivi unajivika ngozi ya kondoo kumbe ni paka tu. Sikia mwanangu, mimi sihitaji kubishana na wewe, maana adui yangu ni Ramsey. Alvin akasema Chris, tusepezee tu bana, kama vipi maana ni kama tupoteza tu muda hapa bila sababu za msingi. Alvin aliongea kisha akaondoka. So upande wa pili Ramsey na Queen walifika mpaka alipokuwa Lydia. Queen aliondoka zake huku akiwaacha Ramsey na Lydia wakiwa wamekaa kwenye viti. Ramsey na Lydia walisalimiana na kisha stories zikaendelea. Niambie sasa umenitia nini? Kwa nimeshakula tayari. Ya, nimekula tayari. Okay, nilijaribu tu kukupigia tangu ile jana lakini ukawa hata upatikani. Vipi simu yako bado hujaipeleka kwa fundi? Nilipeleka jana ile lakini nahisi itachukua muda mrefu kidogo kupona. Kwa nini ichukue muda mrefu kupona? Tatizo imekufa mashine kuu na gharama ya kununua hiyo mashine haina tofauti na gharama kununua simu mpya. Kuona mwaje sasa? Itabidi tu hapa ninunue tu simu nyingine. Basi ni vizuri, nenda kanunua haraka iwezekanavyo. Tanunua lakini sio siku za hivi karibuni. Sasa kwa nini sio ndani ya siku hizi? Si unajua tena miezi ya mwisho inavyotutesaga sisi tunaotegemea pesa ya boom. Kwa sasa sina pesa ya kutosheleza kununua simu kubwa. Kwa nini unataka kununua simu ya bei gani? Anyway, nikikwambia usinicheki lakini. Sasa kwa nini nikucheke? Si unaona hii simu yangu yenyewe ni Tecno W4. Unaweza kupata hata kwa $100,000 dukani. Sasa naanzaje kupata ujasiri wa kukucheka wakati mimi ni maskini zaidi yako? Sawa, ila mimi natumiaga simu zenye bei sio zidi $150,000. Sawa, hongera sana. Wewe nicheke tu. Mimi sikucheki. Alafu mwenzo na shida. Shida gani hiyo? Naomba nisaidie kama $20,000 hivi. Naona mama kunipiga kirongo cha usurudia. Tatizo nina shida Ramsey, na wewe ndio rafiki yangu kwa sasa. Naomba nisaidie kama unayo. Au unataka nikadangete? Sawa, nimekuelewa. Kwa hiyo unataka nikupe lini na muda gani? Namaanisha sasa hivi. Ila kwa sasa hivi itakuwa ni vigumu sana kukupa hiyo pesa maana hapa mfukoni ni $25,000 tu ambayo ni akiba yangu kwa hii wiki. Lakini kwa kuwa umesema una shida basi nitakupatia tu, alafu mimi nitajua cha kufanya. Kama ni hivyo basi baki nayo tu maana utayumba endapo utanipa hiyo pesa. Hapana. Mimi siwezi kuyumba maana mimi ni mtoto wa kiume. Kuna pesa nilimkopesha mama kwa ajili ya kununua mzigo wa dukani, hivyo baadaye Abdi atanipatia kisosadu cha kutumia, hivyo nitaongea na mama atanitumia pesa matumizi. Ramsey alitoa kiasi cha shilingi $20,000 kisha akamkabidhi Lydia. Asante sana Ramsey, kwa hakika wewe ni rafiki mwema, you're the best.
Kwa hiyo pesa ndio imefanya nionekane mwema kwako? Hapana, sio pesa, ila ni moyo wako tu, upendo na huruma ulionao. Vipi, kesho una ratiba gani? Kesho. Hivi kesho ni Jumatano eti? Ya, ni Jumatano. Kesho bwana, tuna kipindi kuanzia saa 4 asubuhi mpaka kwenye mida ya saa 6 hivi. Unaweza kusoma tu muda wote mpaka unasahau tarehe. Hivi umesahau kwamba kesho ni tarehe 7 mwezi wa 7? Yani nilisahau kabisa kwamba kesho kuna sikukuu. Japo umeongea kwamba masomo ndio yamenisaulisha, lakini sio kweli. Kwa nini, kitu gani kimekufanya usahau? Ukweli ni kwamba tukio la Paula bado linazunguka kichwani mwangu. Moyo wangu unauma ni kila nikilikumbuka au kulisikia jina la Paula. Jana usiku nilikosa kabisa usingizi kwa ajili ya mawazo. Lydia, bado najeraha moyoni hata kama unaniona nacheka na kutabasamu mbele yako na marafiki wengine. Elewa tu kwamba beyond my smile there is a storm that you'll never understand. Unataka ujikaze Ramsey. Wewe ni mwanaume, mimi na shauku kubwa sana ya kujua hiyo hadithi chungu iliyopo nyuma ya tabasamu lako. Japo naamini ni ngumu kueleweka, ila mimi nitaelewa tu hata kwa kutumia kamusi. It is easy to narrate but difficult to understand even if the dictionary is there. Okay, tufanye umeshinda baba. Nipe ratiba zako za kesho. Mimi nitakuwepo tu gate wala sina mtoko. Okay, nikwambie kitu. Kitu gani? Nataka siku ya kesho ya Sabasaba tutoke pamoja tuende kwenye viwanja vya maonyesho vilivyopo kule Temeke Sabasaba. Tunachukua wanyama mbalimbali na pia kuna kuaga na promotion ya bidhaa mbalimbali kama vile nguo, simu, vyombo na vingine kede. Kumbe mnaomba 20,000 kwa ajili ya hiyo promotion ya kesho. Ila hizo promotion ulizozitaja bado hazituhusu, maana mimi sina pesa na hata wewe huna pesa. Ila sijakuomba hela kwa ajili ya promotion. Mimi na shida binafsi tu. Pia kutoka out hakuna lazima wa kuwa na pesa za kufanya manunuzi. Cha msingi ni kwenda kusafisha macho tu na kujifunza vitu mbalimbali kupitia maonyesho. Lakini Lydia, mimi sidhani kama itakuwa sahihi sisi kutoka pamoja kesho. Kwa nini unahisi hivyo? Najua kuna watu watekereka. Na ni Paula? Hapana. Sina natekereka. Kama sio Diki basi ni Chris. Hivi Chris, mbona unakuwa mgumu kuolewa? Lakini mara ngapi mimi nimekuambia kwamba sina mpenzi yote ule kwenye dunia, Ama unataka niwaite ili niwakate mbele yako? Hapana, huna haja kufanya hivyo. Lakini kwa nini umeamua tu kunichagua mimi kwa siku ya kesho wakati una marafiki wengi? Tena umeishi nao kwa muda mrefu. Kwa sababu tu nimekuona bora na mwema zaidi ya hao, lakini pia nafahamu kwamba unapitia kipindi kigumu, hivyo natumia nafasi yangu kwa kutaka kukufariji na kujaribu kukusaulisha kumbukumbu mbaya zilizopo kwenye kuta za ubongo wako. Na mimi siku ya kesho itakuwa bora sana kwako. Tafadhali Ram, naomba nikubalie ombi langu. Anyway, kwa kuwa umetaka, mimi nakubaliana na wewe. Wow, asante sana Ramsey. Hivi sio umesema baadaye Abdi atakupa kisosodwe? Ya, atanipa. Okay, basi naomba kesho basi wewe wani ili tuwasiliane na kujuzana sehemu ya kutana. Okay, nimekuelewa Lydia. Ila naomba asijue mtu yote. Enwe muonga kama kunguru vile. Ila usijali, hakuna atakayejua na ikiwezekana hata mimi mwenyewe sitajua kabisa. Bicho lako. Limefanyaje? Nitakwambia baadaye. Mimi naenda class sasa hivi maana muda wa kipindi umefika. Sasa upande mwingine ilikuwa ni majira ya saa 4 usiku. Paula na Alvin nao walikubaliana kwamba watoke waende kwenye maonyesho ya Sabasaba. Sasa siku iliyofuata ilikuwa ndio ile siku ya sikukuu ya wafanyakazi iliyofahamika kama Sabasaba Day, ambayo huadhimishwa kila ifikapo Julai 7 kila mwaka. Mnamo majira ya saa 7 mchana, simu ndogo mkononi ya Ramsey ilionekana kuita na mpigaji alikuwa Lydia. Na Lydia alisema ya kwamba nakuja muda si mrefu ila itabidi tupande mwendokasi zinazoenda Kariakoo. Ramsey akasema Kariakoo tena? Sasa kwa nini tusipande tu magari ya Mbagala ili tushuke pale Sabasaba maonyesho? Au magari ya Kariakoo yanahusikaje sasa? Lydia akasema nataka tufike Mnazi Mmoja City Center kwanza. Ramsey akasema okay, kwa hiyo kuna mtu unaenda kukutana naye huko Mnazi Mmoja ama? Hapana, kuna mzigo tunapitia pale kisha tunaenda kwa Sabasaba. Okay, nimekuelewa. Tukutane basi kwenye kituo cha mwendokasi hapa Ubungo. Okay, muda huu ndo natoka hapa hostel. Sawa, take care. Asante sana nawe pia. So hayo ilikuwa ni mawasiliano ya simu kati ya Ramsey na Lydia. Baada ya dakika 10 kupita, Ramsey na Lydia walikutana kwenye kituo cha magari ya mwendokasi kilichopo Ubungo Bus Terminal.
Sasa hizo pigo alizotoka nazo hapana kwa kweli. Yaani utadhani kama waliambizana mavazi ya kuvaa. Juu walikuwa na mavazi yenye rangi nyeupe, alafu chini walivaa mavazi yenye rangi nyeusi. I say, kwa hakika walipendeza mno mpaka sisi tuliwatazama tuliona donge. Nyie kuna watu wanajua kupendeza jamani. Ama kweli kupendeza kuna wenyewe. Sisi wengine tuache shobo. Ramsey, ulijuje kama na mimi nitavaa nguo zenye rangi sawa na wewe? Hilo swali nikuuliza wewe maana mimi nahisi umeniiga. Wewe ndio umenifuatisha maana mimi ndo wa kwanza kuvaa nguo. Ngoja nikuulize swali basi. Hivi umeshawahi kuniona nimevaa nguo yenye rangi tofauti na nyeusi, nyeupe na nyekundu? Hapana kwa kweli. Sijawahi kukuona maana mara nyingi nakuona ukiwa na nguo nyeupe, nyeusi na nyekundu tu. Tena hizo nyekundu huwa ni mashati tu. Hizo ndo rangi pendwa katika moyo wangu, japo hii rangi nyeusi sio rangi yangu ya bahati katika utabiri wa nyota yangu, ila navaa tu kwa kuwa naipenda sana tu. Sasa si bora uachane nayo hayo mavazi meusi, labda ndo yanafunikaga nyota yako na kukufanya uonekane una bahati. Ile swala ni gumu sana maana mimi nafurahi sana nikiwa ndani ya suruali nyeusi. Wewe mwenyewe unaona jinsi ninavyopendeza, Hebu niangalie kwanza nilivyotokelezea leo. Nadhani kuna sister Dua hapa anaweza kuchomoka kwangu. Yaani una vituko jamani. Unavyojisifia utadhani yani watu wa kabila fulani hivi. Kwani uongo, Nadhani sijapendeza Lydia. Kwa kweli hujawahi kuvaa nguo alafu isikupendeze, ila leo umependeza zaidi ya siku zote. Basi bwana, wakati story zile zikiendelea, walikuwa bado wamesimama pale kituoni wakisubiri basi. Haikuchukua muda mrefu, basi lilifika kisha wakapanda mpaka Kariakoo. Baada ya hapo wakachukua daladala mpaka Mnazi Mmoja, ambapo walienda mpaka Mnazi Mmoja City Center kwenye maduka ya simu za kisasa. Kama unavyojua kila ufikapo msimu mpya wa Sabasaba kila mwaka, basi City Center zote jijini Dar es Salaam kama vile Mlimani City, Ubungo Plaza, Mnazi Mmoja, Sabasaba maonyesho na kwingineko huwa wanauza bidhaa kwa punguzo kubwa sana la bei, yani kuna discount. Hivyo wananchi wanakuaga wengi kwenye maeneo hayo. Ramsey na Lydia walienda moja kwa moja mpaka kwenye duka moja kubwa sana la simu lilokuwa limeandikwa kwa jina la Blood Telephone. Walifika hapo kisha wakazama mpaka ndani kwa kuwa sasa kulikuwa na wateja wengi. Hivyo Lydia na Ramsey walitulia huko wakisubiri wateja wapungue kisha waeleze shida yao. Mpaka kufikia hapo Ramsey alikuwa hajui kitu kinachoendelea maana aliambiwa wanafuata mzigo kisha wanaenda kuenjoy Sabasaba maonyesho. Baada ya dakika kadhaa wateja wote walikatika ndani ya hilo duka. Boss Toto huyo. Sijajua kama upo hapa. Umekuja muda gani? Acha vituko vyako basi Mkombela. Kwa unataka kusema kwamba ulikuja naona tangu mwanzo? Hivi nadhani hata nakutania misi wangu. Kweli kabisa nilikuwa sijakuona. Yaani ukiwa busy na wateja upendagi kupepesa macho pembeni. Unajua bwana, yani nahofia kutia shoti maana mzee wako anaga utani kabisa kwenye pesa zake. Acha kumogopa binadamu wenzako. Unajua mzee wako sio Mtanzania halisi. Yaani jamaa na roho mbili. Ila Kimarekani na Kitanzania. Ndio maana mimi namogopa. Acha kuwa mtumwa wa fikra Mkumbila. Unamogopa mtu kwa kuwa ni Marekani? Kwenye dunia wote tupo sawa tu. Lydia, wewe unasema hivyo tu kwa kuwa yupo mbali. Ila akiwa hapa nchini unakuwaga mdogo sana. Ngoja atarudi tu mwezi ujao alafu tutaona utakavyokuwa. Sawa tutaona. Brother, nikudumia nini? Bwana, huyo mtu nimekuja naye mimi wala sio mteja. Basi sawa misi wangu. Tatizo ukuniambia sasa. Yaani mimi nilipomwona tu ametumbua macho kama balbu za msibani kutazama simu nikajua ni mteja anayefanya utafiti wa kujua simu gani itamfaa. Hivi utachalini vituko vyako wewe. Ramsey, naomba umvumilie tu huyo mtu maana ndio alivyo. Usijali kwa hilo maana hakuna kibaya anachokifanya maana ucheshi wake unamfanya awe na marafiki wengi sana. Hivi simu yako ilikuwa ni aina gani? Ni Samsung J1. Okay, Mkombila, naomba unipatie Samsung J2. Na vipi kuhusu pesa itakuwaje? Wewe nipe simu bwana, alafu andika kwenye daftari kwamba nimechukua simu. Dadi akirudi utamwambia kwamba nilichukua Samsung J2. Lydia aliongea hivyo. Mkumbila akachukua simu kisha akampatia Lydia. Lydia alimpatia Ramsey ile simu. Ramsey, hii simu ni yako kuanzia sasa, vipi itakufaa? Asante sana. Bila kupepesa macho hii itanifaa sana maana hii ni kubwa kuliko hata ile mwanzo. Lydia, hivi unajua gharama hiyo simu eti? Yaani kwa kweli umependa. Hiyo nafasi mimi nilikuwaga naitakaga mimi tangu siku nyingi ila umekuwa katili wa moyo wangu. Hivi kwa nini lakini Lydia?
Kumbila, naona umeanza tena kuleta vituko vyako. Vituko wapi? Da. Kumbe uko nadhani mimi nakutaniaga. Mimi nilikuwa namaanishaga kweli. Bwana, hebu fanya kazi yako bwana. Mengine hayakuhusu. Uwe na siku njema. Pia kazi njema. Nashukuru sana Lydia kwa kuzikataa hisia zangu. Pia naomba pongezi huyo jamaa kwa kupata mama la mama ise. Kwa hakika amebarikiwa. Ramsey na Lydia walitoka nje ya gate la Mnazi Mmoja na kujiweka tayari kwa ajili ya kwenda Sabasaba maonyesho. Mpaka kufikia muda ule, Ramsey alikuwa haelewi mapicha aliyotokea muda mfupi. Kwa hakika hakuwahi kufikiri kama baba yake Lydia ni mmiliki wa duka kubwa la simu kama lile. Lakini pia aligundua kwamba huyo mzee alikuwa ni mkazi wa Marekani na Tanzania. Kwa maisha ambayo Lydia aliamua kuishi, ilikuwa ni ngumu sana kuamini kama baba yake alikuwa na pesa. Hata simu ambayo Lydia alikuwa anatumia ilikuwa ni simu yenye gharama ndogo sana, wakati alikuwa na uwezo wa kutumia hata iPhone 11. Ramsey alistaajabu sana kuona Lydia anaishi maisha ambayo hafanani nayo kabisa. Maana tangu amjue alikuwa anajifanya ni fukara. Na kilichomchanganya zaidi Ramsey ni kukabidhiwa simu yenye thamani isiyopungua $250,000. Wakati huo mtoaji anatumia simu $100,000. Wakati Ramsey anaendelea kustaajabu ya Musa, ghafla akashtuliwa na Firauni. Ramsey, ile $20,000 yako ndo hii nakurudishia. Asante sana. Usiache huo moyo wako wa kusaidia watu wenye shida, maana Mwenyezi Mungu atakufungulia zaidi na zaidi. Lydia, Ramsey, nataka kukujua. Hebu niambie vizuri, kwani wewe ni nani? Ramsey, mbona sikuelewi? Hivi unijui kweli? Mimi si Lydia. Okay, kwa nini upende kuishi maisha yako? Kwa nini maisha yangu yapoje? Kwa yaani unajua kawaida yani unaishi maisha ya kujifanya huna uwezo kifedha. Lakini kwa ulisia uwezo nao. Kwani nishawahi kukutangazia shida ukiachana na $20,000 niliyokuomba? Hujawahi. Ila watu wengi pale chuoni wanakuchukulia kama maskini, ndio maana wanakushangaa unavomkataa Chris mwenye uwezo wa kukununulia chochote kile kitakachopendeza. Watu wengi wanapenda kukuita maskini jeuri, kumbe hawajui kwamba huna shida ndogo ndogo. Mimi sina nguvu ya kujivunia pesa za baba yangu, maana hapendagi utani kwenye masuala ya pesa. Mzee ni baili sana, lakini pia baba yangu hakai pamoja na mama yangu, ndio maana inalazimu mimi kuishi maisha ya mama yangu yenye kipato cha kawaida tu, japo sio chini sana. Kwa mzee wako ana mke mwingine? Ana mke na watoto kwa Marekani. Huku Tanzania anakujaga tu mara kwa mara kwenye masuala ya biashara. Hizi biashara zake tu ndio anakuja. Ila Lydia ni mtu ajabu sana. Kwa hiyo hata marafiki zako hawajui walisia maisha yako. Kawaida tu. Mimi sipendagi watu wanione mtoto akishua. Acha nidharau tu kwa kuniita maskini jeuri mpaka wapasuke midomo, lakini hawataona nikilalamikia njaa. Alafu naomba usimwambie mtu yote ile swala. Usiwaze kusuelo, nimekuelewa vizuri tu. Gari ndo hilo linakuja, tupande tuondoke zetu Sabasaba. Ramsey na Lydia walipanda daladala iliyowapeleka mpaka Sabasaba maonyesho. Walifanikiwa kufika na kuingia ndani ya ukumbi wa maonyesho. Kwa hakika watu walikuwa wengi sana ndani ya eneo hilo. Shughuli mbalimbali za burudani na biashara ziliendelea, ambapo watu waliuza na kununua bidhaa kwa bei nafuu sana. Lakini pia upande wa burudani walifurahi kutazama michezo mbalimbali ya vichekesho iliyokuwa inaendelea ndani ya viwanja vile, na pia watu walitembelea maeneo maalum ya hifadhi za wanyama kama vile simba, chui, nyani, swala, twiga na wengineo. Kwa hakika burudani ilikuwa bab kubwa. Ramsey na Lydia walianza kutembelea maeneo ya biashara mbalimbali za nguo, viatu na urembo. Walipofika maeneo yale walijikuta wanavutiwa na mavazi mbalimbali. Hivyo walianza kufanya manunuzi ambayo hayakuwa ndani ya mipango yao. Baada ya muda mchache walijikuta wamemaliza pesa zilizokuwa zinawapa kiburi ile siku. Kilichokuwa kinafuata ni kwenda sehemu zenye hifadhi ya wanyama mbalimbali. Wakati wapo njiani kuelekea maeneo husika, walikuta eneo maalum kwa ajili ya kuuza bidhaa za urembo zenye thamani kama vile pete, mikufu, bangili, cheni za dhahabu. Kwa hakika Lydia alivutiwa na akashawishiwa na vitu vile, hivyo akasogelea bidhaa zile kwa ajili ya kuchagua kile kilichokuwa kinampendeza zaidi. Ramsey alibaki pembeni akishuhudia mchezo unavyoendelea. Dada, hii necklace unauzaje? Baada ya Lydia kuuliza hivyo, huyo dada alimwambia kwamba hiyo ya gold inauzwa kwa shilingi 30,000 na hiyo ya silver inauzwa kwa shilingi 25,000. Lydia akasema, "Okay, mimi nataka hii ya gold, tafadhali naomba unipunguzie bei dadangu." Dada akasema, "Yani mdogo wangu, hapo ndio ishapunguzwa bei, maana leo ni siku ya Sabasaba. Kesho ikifika haitauzwa kwa shilingi 30,000 bali itauzwa kwa 35,000. Kwa hiyo hapo ndio mwisho kabisa." Lydia akasema, "Sawa dada, ngoja nilipie hiyo 30,000 maana mimi ni mpenzi wa hivi vitu na nimeipenda sana hii necklace."
Yule mdada akasema, yani mdogo wangu, sipati picha, utakuwaje ukivaa hii necklace Kwa hiyo rangi yako na mavazi uliyovaa, yanaendana kabisa na mkufu. Lydia akasema, sawa dada, ngoja nilipie basi. Basi Lydia alikubali kulipia kile kiasi cha pesa kwa kuwa alipenda sana ule mkufu wa dhahabu na ile bei ilikuwa ni ya kawaida sana kwa ile bidhaa. Lakini sasa japo Lydia alikubali kulipa kile kiasi, ila hakuangalia vizuri kama salio lake lilikuwa linatosheleza kununua ule mkufu. Baada ya kuangalia salio kwenye pochi yake, alikutana na 10,000 tu. Hapo ndipo mtoto wa kike alipoanza kukumbuka kwamba mgaga anaupwa halipi la ububu na hata kila basi haishibi. Lydia alichoka baada ya kugundua pesa yake haitoshelezi kununua ule mkufu. Alijuta kutumia pesa nyingi kwenye manunuzi ya nguo. Alitamani kurudisha baadhi ya nguo ili apewe pesa kununua ule mkufu. Wakati yale yanaendelea, Ramsey alikuwa pembeni akitazama mchezo wote ulivyokuwa unaendelea, ila hakuwa na ujanja wa kulimaliza lile tatizo, kwani hata yeye mwenyewe alishamaliza pesa kwenye manunuzi ya nguo zilizokuwa zimemvutia. Basi dada, sikia, usiwaze sana kwa kosa leo huu mkufu. Siku yote unaweza kuja kwenye maduka yetu na kujipatia mikufu, japo inawezekana na muonekano tofauti na huo ulioupenda leo. Sio siri, naumia sana kukosa mkufu, na kinachonivutia zaidi ni hii herufi iliyoandikwa hapa. Unapenda sana herufi R Ya, naipenda sana hiyo herufi. Hebu nipe siri ya kuipenda hiyo herufi R, au inawakilisha jina lako? Na hapana. Na haiwakilishi jina langu, maana mimi naitwa Lydia. Basi labda ni jina la shemeji, si ndio? Hapana bwana, mbona huna shemeji dadangu? Kwa hiyo uzuri wako ukosa kabisa mwanaume kweli kabisa mdogo wangu. Siji dadangu, siji mdogo wangu. Yeye hapo anadanganya mdogo wangu, Na ule mkaka pale anaonekana kama ndo shemeji yangu, maana mmependezana sana kwa muonekano tu, hata yani mlivovaa tu leo inaonyesha kabisa ni kama nyinyi ni kapo. Kama ni kweli basi asante, ila sisi ni marafiki tu. Light kama tungekuwa wapenzi basi ningemlazimisha nunulie hii necklace. Sawa shosti, ila ndo hivyo bibi, kisichoridhiki akiliki hata uwe na njaa vipi. Sawa dada, kwa heri. Lydia alitoka na kumfuata Ramsey kinyonge sana, kama mbuzi aliyeambiwa ana ugonjwa wa corona. Ramsey hakutaka kuoji sana, maana alijua kinachoendelea, na mbaya ni kwamba hakuwa na uwezo wa kumsaidia Lydia kwa wakati ule, hivyo hakutaka kuchokonoa ile mada, japo alimuonea huruma Lydia. Basi Lydia na Ramsey waliongozana huku wakiwa wameshikana mikono mpaka kwenye hifadhi ya wanyama mbalimbali. Walianza kutalii kila kona huku wakijaribu kutishiana, kutaniana na kuchekeshana kwenye kila hatua waliokuwa wanapita. Kwa hakika walifurahi mno mpaka Lydia akajikuta sasa na saumu maumivu ya kukosa mkufu wa dhahabu. Lydia, naomba unisubiri hapa dakika 2 tu, naenda hapo chuoni mara moja. Tafadhali sana. Naomba usitoke hapa, maana tukipoteana tu basi itakuwa ni ngumu sana kuonana, maana kuna watu wengi sana eneo hili. Tukipoteana lazima tuonane, maana tutapigana simu, ila nitafanya kama ulivyoniambia Ram. Nakusubiri hapa, ila usichelewe baba. Mimi muoga sana, nisi huyu simba atavunja kibanda na kuanza kunikimbiza. Acha uoga mama. Huyu simba hana uwezo huo. Na atakivunja hiyo fence basi hataweza kukudhuru, maana kuna namna wanafanyiwa hawa wanyama hivyo. Hana uwezo wa kukudhuru, yani kuweza kuwadhuru binadamu. Haya baba, unaenda huko chooni, ila usichelewe kurudi. Ramsey aliondoka na kumwacha Lydia pembeni ya kibanda cha simba. Baada ya kupita dakika kama 5, Ramsey alirudi pale alipomwacha Lydia na alifanikiwa kumkuta kama walivyoidiana. Ram, ulisema dakika 2, mbona umetumia dakika 5? Tuleo mwanamke, chooni niseme starehe, ndio maana nimechelewa. Usikute kuna mtu ulienda kuonana naye ndio maana umechelewa. Alafu kabla hujatoka kwenda chooni nilikuona una chati tu. Kwa hiyo huu ni wivu au? Toka hapa. Wivu wako hiyo. Huu hivyo unatokea wapi? Na unakuja kwa misingi ipi? Mwenye nashangaa, tangu lini marafiki wako ni ana wivu? Hebu twende tukacheze game kwanza. Leo nataka nikakufundishe kulenga shabaha. Thubutu. Yaani ndio utakuwa mwanafunzi wangu Ram. Unatamba sana Lydia. Basi ngoja nikakuonyesha utundu wangu kwenye hiyo michezo mpaka utaomba po. Ram, sikiliza. Yaani unaweza kunishinda kwenye michezo yote, lakini sio kwenye game la kulenga shabaha. Sio. Huo mchezo mimi yani nimeucheza sana nyumbani. Maana tumenunua kabisa mashine ya kuchezesha huo mchezo. Kwa hiyo nadhani ukiniambia hivyo ndo nitakuogopa. Yaani usinitishe kabisa. Kama ukinishinda basi mimi nitakupa bonge moja la zawadi. Basi hata mimi ukinishinda nitakupatia bonge moja la zawadi. Basi twende tukacheze, maana tusiandikie mate wakati wewe upo.
Basi Ramsey na Lydia walitoka kwenye ile hifadhi ya wanyama kisha wakaenda kwenye maeneo ambayo yalitengwa kwa ajili ya watu wazima na watoto kucheza magemu mbalimbali, ili mradi tu watu wafurahi. Walifika kwenye eneo husika na bila kuchelewa kila mtu akakamata joystick yake, yani kile kifimbo cha kuchezesha game. Mchezo ulianza kati ya Ramsey na Lydia. Vuta ni kuvuta ilifanyika ili kuhakikisha kwamba kila mtu anapata ushindi. Lakini sasa wanaposhindana wawili basi lazima kuwe na mshindi. Yale aliyosemwa na Lydia yalionekana kuakisi vitendo uwanjani, kwani Ramsey alijikuta anashindwa, yani ni kama alizidiwa na mtoto wa kike. Lydia alishinda ule mchezo dhidi ya Ramsey. Ukweli ni kwamba Ramsey alionekana kuwa mgeni kwenye michezo ile. Mchezo ambao Ramsey alikuwa anaiwezaga ni magemu ya mpira tu. Sasa keep happy kiburi chako baba. Mimi nishakwambia kwamba ni uniwezi leo kabisa. Kweli sina usemi kwa hapo. Nimekupigia saluti mama. Sasa zawadi yangu. Kumbe hujasahau tu. Mimi niko natania tu, lakini mimi sikumaanisha kuongea. Wewe Ramsey sitaki naomba zawadi yangu. Hadi ndeni baba. Kwa nini lakini unakuwa hivyo? Okay, unataka zawadi gani? Okay. Nisikufanye uchague zawadi. Sio unataka zawadi yako, si ndio? Ya nipatie stake yangu leo ni ID. Sana kupatila kwa masharti. Masharti gani tena jamani? Sasa mbona unataka kunidhulumu haki yangu? Dhulumu Lydia. Masharti ninayokupa ni madogo sana. Okay, naomba ufumbe macho Lydia. Please, usifumbue mpaka nitakapokuambia ufumbue. Ni hayo tu, basi nishafumba tayari. Lydia alifumba macho ili kusubiri zawadi aliyoahidiwa na Ramsey. Taratibu kabisa Ramsey aliingiza mkono mfukoni, kisha akatoa kibox kidogo. Baada ya kukitoa, alikifungua kisha akatoa kitu fulani hivi, alafu akamsogelea Lydia kwa nyuma. Baada ya kufika mgongoni kwa Lydia, taratibu kabisa alimvalisha kitu katika shingo. Sasa fumbua macho yako Lydia. Lydia alifumbua macho yake kwa ajili ya kuona zawadi gani atapewa na Ramsey. What? Oh my God. No, Samini Ramsey. No. Wow. I can't believe. Oh, jamani. Thank you so much. I really like this necklace. Oh, Ramsey, thank you. Asante. Ilikuwa ni sauti ya Lydia ambayo ilitoka mara baada ya kuona zawadi aliyopewa na Ramsey. Lydia hakuamini macho yake baada ya kukuta ni ile necklace ambayo aliipenda ikiwa inaning'inia katika shingo lake. Kama unavyojua, kazi kubwa necklace ni kumuongezea mvuto mwanamke, hata kama akiwa na sura ya kisoswadu, ila akivaa necklace basi ataonekana na sura ya Samsung au iPhone. Sasa vuta picha ule uzuri wa Lydia wenye thamani ya iPhone 11 ukijumlisha lile umbo lake lenye shahada za umahiri kutoka chuo kikuu cha Miss duniani. Kisha jumlisha ile blouse nyeupe aliyoivaa yenye sifa zilizokubalika kwenye kamati kuu ya wajumbe wa Kigamboni na Buza. Kisha zidisha kwa hiyo necklace ya gold aliyovaa hapo shingoni. Jibu utakalolipata ndo hivyo alivyokuwa Lydia. Kwa hakika Lydia alipendeza mno. Jamani, hapana kwa kweli. Kuna watu wanajua kupendeza wallahi. Lydia alitamani kumfuata Ramsey ili amkumbatie, lakini kwa mbali alisikia kama kuna sauti ikimwambia Lydia, usimjaribu baba Mungu wako. Utakiwe kumkumbatia Ramsey kwa kuwa yeye si mpenzi wako na amekupatia zawadi kwa kuwa umemshinda kwenye mchezo mliocheza. Kwa hivyo ndivyo alikuwa anajifikiria, ni nafsi yake na mwamba hivyo. Lakini pia Ramsey alikuwa kama anajiandaa kupokea kumbato baada ya kuona mshangao aliopata Lydia pamoja na kuanza kuchumu ile zawadi nini. Kwa hiyo kama amejiandaa kwa ajili ya kumbato kutoka kwa Lydia. Lakini na yeye alisikia sauti ikimwambia kwamba Ramsey, acha mawazo potofu dogo. Kwa nini unajiandaa kupokea kumbato kutoka kwa Lydia wakati sio mpenzi wako? Na hiyo zawadi umempa kwa kuwa amekushinda kwenye mchezo mliocheza. Basi baada ya sauti hizo, kila mmoja alitulia, ambapo Lydia aliendelea kujitazama namna alivyopendeza huku akionekana kubusu ile herufi R iliyokuwa kwenye ile necklace. Lakini pia Ramsey aliendelea kuthaminisha uzuri wa Lydia kwa kumkagua kuanzia chini mpaka juu, huku akiwa wamekaribiana na kutazamana kwa mabatele. Lakini sasa wakiwa kwenye lile pose, ghafla pinvu ile fumba macho fumbua Alvin na Paula nao hawa hapa. Ni uso kwa uso kati ya Ramsey, Lydia, Paula na Alvin. Ni mtu nne ndani ya truck moja.
Takriban dakika 1 na sekunde kadhaa zilikatika huku watu wakiendelea kushangaana tu. Kila mtu alikuwa anawaza kivyake katika halmashauri ya kichwa chake. Lydia alikuwa anawaza kwamba hapa Paula atanifikiria kama nilikuwa natamani kuwa na Ramsey tangu muda mrefu. Kwa hiyo atakuwa nafikiri labda mimi nimechangia penzi lao kuvunjika. Lakini hapana. Mimi sijahusika kwa lolote lile. Mazoea yangu kwa Ramsey yameanza baada ya wao kuachana. Lakini muda huo mawazo ya bibie Paula naye akawaza kwamba hivi ni kweli Lydia ameamua kutoka na ex wangu bila kuona haya, ama hivi ajui kwamba sisi ni marafiki, lakini au alikuwa anaitamani sana nafasi yangu tangu muda mrefu. Alafu vipi ule mkufu shingoni? Mbona una herufi R na sio L? Bila shaka kuna kitu kipo ndani ya ule mkufu. Msikilizaji, hao ndo alikuwa ni mawazo ya bibie Paula. Sasa Ramsey naye aliwaza kwamba leo ndo nimeamini kwamba Alvin ndo mwanaume pekee aliyezaliwa kwa ajili ya Paula. Kwa hakika wanapendana, ndo maana wameamua kutumia pamoja siku ya leo, na hata mavazi waliovaa yanaashiria mahaba mazito alionayo. I'm sorry Paula kama nilikulazimisha unipende wakati ulikuwa na mtu katika moyo wako. Pia nimekusamea yale yote ulionitendea siku za nyuma. Ishi vyema na Alvin wako kwa kuwa ndo furaha yako. Sasa Alvin naye akawa anawaza akasema, ina maana Lydia ameamua kumkataa mazima Chris na kumpenda Ramsey. Huyu manzi mjinga sana. Au inamchanganya ile sura ya huyu boya. Alvin naye alikuwa anawaza hivyo katika halmashauri ya kichwa chake. Kwa hakika Ramsey na Lydia walionekana kupendeza zaidi kuliko Alvin na Paula. Mnyonge anyongwe tu ila haki yake apewe. Paula na Alvin walikiri kabisa katika mioyo yao kwamba Ramsey na Lydia walitisha kinoma noma ile siku. Na light kama wale watu wangeamua kutengeneza kapo, basi hiyo kapo ingekuwa viwango vya kimataifa, maana Lydia alikuwa mzuri kisha mrembo. Alafu Ramsey alikuwa ni handsome kisha mtanashati. Nguo gani atavaa alafu isimpendeze? Hata angevaa taulo basi lingetulia tu mahali pake. Sio kwamba Paula hakuwa mzuri au Alvin hakuwa handsome. La, wote walikuwa na mionekano yenye kuvutia, lakini kwenye wengi hakosagi namba moja. Light kama ungewachukua watu 10 na kuwauliza kati ya Lydia na Paula nani ni mzuri zaidi, basi watu 6 wangekuambia Lydia na watu 4 wangekuambia Paula. Lakini pia upande wa Ramsey na Alvin, watu 8 wangekuambia Ramsey na watu 2 wangekuambia Alvin. Ramsey alikuwa kwanza aliamua kumshika mkono Lydia kisha wakaondoka eneo lile bila kuongea na mtu yeyote. I say Paula na Alvin waliona ni kama kawivu fulani hivi kwa mbali. Paula, be. Sasa unawaza nini? Oh, sorry dear. Hakuna kitu ninachowaza. Hasa mbona ulikuwa usikini vuko na kuita wakati tupo wote hapa? Sasa mpenzi wangu, hakuna ninachowaza. Hakuna unachowaza? Sasa mbona unaendelea kuwatazama tu wale watu? Unaonekana una wivu, si ndio? Hapana bwana, mimi sina wivu. Na kwa nini wewe na wivu nao? Twende basi tukacheze game. Basi Alvin na Paula waliongozana mpaka kwenye ile mashine ambayo Lydia na Ramsey walikuwa wanaitumia kucheza game la shabaha. Hata Paula na Alvin nao walienda kucheza ule mchezo, maana walikuwa wanaupenda sana ule mchezo, kwa kuwa kuna siku waliwahi kutoka out na walicheza game kama lile. Sasa Ramsey pamoja na Lydia waliamua kutoka nje ya geti la eneo la Sabasaba, kwani walikuwa wameburudika vya kutosha. Ratiba yao ilionyesha kwamba walitakiwa watafute mgahawa ili wakale chakula, kwa sababu walipotoka kwao walikuwa hawajala chakula cha mchana. Sasa sijui tuongoze upande gani ili tupate chakula kwa haraka. Wewe Ramu, unataka kusema kwamba ni wewe ni mgeni wa maeneo ya huko Temeke? Huwezi kuamini yani, licha kuzaliwa hapa ila maeneo mengi ya Temeke na Mbagala siyajui kabisa. Sikuwahi kuwa na desturi ya kutembea mara kwa mara. Sawa baba, ngoja tumuulize hapa jamani kuja. Lydia aliongea huku sasa akionekana kujiandaa kuongea na kijana mmoja ambaye alikuwa anatoka ndani ya geti la Sabasaba. Lydia akasema, kaka samahani, habari yako? Kaka akasema safi tu, sijui nyie. Lydia akasema sisi tupo poa kabisa. Kaka, tulikuwa tunaomba kukuuliza kidogo, sijui mwenzetu wewe ni mwenyeji hapa? Yule jamaa akasema, mimi ni mwenyeji wa haya maeneo, mnaweza kuniuliza tu, msijali. Basi Lydia akasema, okay, eti mgawa upo sehemu gani maeneo haya? Yule mkaka akasema, si mnaona wale pale jamaa bodaboda kwenye ile njia pale? Kina Lydia akasema ndio tumeona. Jamaa akasema, sasa nendeni mpaka pale alafu fuateni barabara ya kushoto, mtaliona jengo kubwa hapo ndo penyewe. Sasa ile tatizo vyakula vyao vina bei sana. Lydia akasema usijali. Basi
Ramsey na Lydia walifanya kama walivyoelekezwa na kuelekea hayo maeneo kwa ajili ya kupata chakula. Upande wa pili walionekana Paula na baby baba wake Alvin wakiwa maeneo ya kucheza magame mbalimbali kwa ajili ya kuburudika zaidi. Walianza kucheza ule mchezo, ila hali ilikuwa tofauti kwa Paula, kwani alionekana kukosa umakini sana kwenye ule mchezo wakati alikuwa ni mtaalamu sana wa kulenga shabaha kwa siku za nyuma. Swala lile lilimfanya Alvin ashangae kwa kuwa alikuwa anafahamu uwezo wa Paula kwenye ule mchezo. Sasa Alvin alihisi kitu, kwani Paula alionekana ni kama na mawazo mengi sana. Wewe Paula wewe. Hivi una nini, mbona kama sikuelewi? Dia mimi sijisikii vizuri tu, nahisi ninaoma. Yaani kwa mbali nahisi kama baridi hivi. Naomba turudi tu nyumbani. Kwa kweli ndio ulitaka tuje huko, basi mimi sikupingi. Kama unataka turudi sasa hivi poa. Alvin na Paula waliamua kuondoka pale Sabasaba kwa madai ya homa ya Paula. Lydia, Ramsey, una wasiwasi baada ya kukutana Paula? Hapana, sina wasiwasi. Vipi, una wasiwasi? Hapana, sina wasiwasi wala woga, ila najiona mkosaji wa kusababisha mgogoro kwa nyie marafiki mliotoka mbali. Ondoa shaka kuhusu hilo, sio kosa lako, maana ninachokifanya mimi ni kujaribu kusawazisha makosa uliotendewa na rafiki yangu. Naamini maumivu yakimalizika moyoni mwako, basi hata rafiki yangu utaweza kumsamehe. Mimi nipo kwa ajili ya kukufurahisha Ramsey. Yaani wewe, sawa, nimekuelewa, ila nakuhakikishia kwamba nimemsamehe tayari, maana kutoa leo nimekuwa ni mtu wa kucheka tu tangu tumeanza safari. Afu unafanya sio vizuri Ram. Nimekuuliza mara nyingi sana uniambie sababu inakufanya unacheka tu muda wote, ila hautaki kusema. Sasa kama hutaki kuniambia sasa hivi, basi mimi nasusa kula hiki chakula, maana nahisi kama unanicheka mimi. Lydia, hapana bwana, mimi sikucheki wewe. Sasa kumbe unamcheka nani wakati upo na mimi? Okay, ngoja basi nikwambie ukweli. Unajua nini? Kicheko chako kimebeba furaha kubwa ndani ya moyo wangu. Yaani tangu tumeanza safari ya kuja huku nimekuwa na furaha tu kila nikikutazama. Ndio maana muda wote najichekea peke yangu. Sio siri, umenipa kampani kubwa sana Lydia ya kusahau stress za kutendwa. Siku zote moyo wangu ulikuwa mwepesi na kupenda, na ni ngumu sana kusahau nikishatendwa. Ila safari hii mambo yamekuwa tofauti, kwani licha ya kutendwa na Paula, lakini nashangaa nimesahau maumivu ndani ya muda mfupi. Mimi nafikiri sina mchango katika hili, ila huo ni ukomavu tu wa akili yako, ndio maana umejikuta na kubaliana na ukweli uliopo. Mimi nafikiri wewe ndio chanzo cha ukomavu wa akili yangu. Kila ninapokuaga pembeni yako anajikuta ni mtu mwenye nguvu sana. Hebu angalia tukio lililotokea muda mfupi tulipokutana Paula pamoja na Alvin. Ingekuwa ni zamani basi pale pangechimbika, maana ningemlilia Paula wangu na kupiga magoti bila kujali watu ambao wangenitazama. Ile sasa hivi, uwepo wako ndio ulinifanya mimi niwe imara na kujiona komando mbele ya Paula na Alvin. Kwani mimi nilifanyaje pale? Unajua nini? Kila nilipokuwa na kutazama jinsi ulivyokuwa mzuri na namna ulivyovaa na kupendeza, nilishindwa kabisa kupiga hatua kwenda kwa Paula na kukuacha peke yako. Japo sisi sio wapenzi, ila ulinifanya nijione mwanaume niliyekamilika mbele ya Paula na Alvin. Nikaamua kuwaonesha kwamba sasa mimi sio dhaifu kama wanavyofikiria wao. Ndio maana sasa nilikushika mkono pale, kisha tukawapita kama kivuli tu. Nadhani tumwakera sana, maana wanajua kwamba wewe ni mzuri na umependeza kuliko Paula. Sio kweli bwana, mimi sina uzuri wa kumzidi Pau. Hata kupendeza sijamfunika kabisa. Ukweli ni kwamba Paula ni mzuri, ila wewe ni mzuri zaidi. Lakini pia leo umependeza sana kuliko mtu yote niliyemwona. Hebu angalia hiyo necklace yako inavyoning'inia hapo shingoni, Kwa haraka mtu anaweza kuhisi wewe ni Rehana au Alshazki. Hebu acha kunichekesha basi. Kwanza umenikumbusha kitu. Hivi ulinunua muda gani hii necklace? Muda ule nilivyokuambia kwamba nenda chooni. Niko na kuongopea. Alafu na mtu nilimkuta anataka kuinunua, ila nikaamua kupanda dau ili nisikose. Kwa umenunua kwa bei gani? 35. Nikuulize kitu Ramsey? Uliza. Kwa nini umeharibu pesa zako kwa ajili ya kununulia huu mkufu? Kwani hujapenda mkufu? Nimependa. Hasa kinachokufanya uniulize hilo swali ni kipi? Mimi nilikuona kuna furaha rafiki yangu baada ya kukosa ule mkufu, na mimi sikuwa na pesa muda ule, ila nikaamua tu kumtumia message bi mkubwa nitumie pesa matumizi. Kwa bahati nzuri alituma, ndio maana nikarudi kule dukani kununua kile kitu moyo wako unapenda. Asante sana Ram kwa kujali furaha yangu. Hakika wewe ni rafiki bora kwangu.
Hebu acha kunishukuru basi kila muda. Ni haki yako kupokea zawadi kutoka kwa marafiki zako. Wewe ni mwema sana kwangu, ndio maana najaribu kurudisha fadhila japo kidogo, ila ndio uwezo wangu ulipoishia. Hiki kilichokifanya sio kidogo Ram. Hii zawadi ina maana kubwa sana kwangu. Kwa hakika huu ni zaidi ya upendo, maana umetoa kwa moyo mkunjufu. Nafikiri huu ndio muda sahihi wa kurudi nyumbani, maana leo kutakuwa na mafoleni mengi barabarani, hivyo tuwai kuondoka. Sawa baba, tuondoke tu maana tumefurahia mno siku ya leo. Basi Ramsey na Lydia walilipia chakula walichokula ambacho kiligharimu kiasi cha shilingi 10,000 za Kitanzania. Baada ya kumaliza kufanya hivyo, waliamua kuondoka. Sasa Ramsey na Lydia walifika nje ya jengo la hostel alipokuwa anaishi Lydia. Walisimama kwa takriban dakika 5 wakiwa wanaongea na kuagana baada ya kutoka kwenye viwanja vya maonesho Sabasaba. Nazingatia yote walioniambia Ram. Naomba ufike salama na uwe na umakini ukiwa njiani baba. Usijali kuhusu hilo. Ndio shaka mimi nitakuwa salama siku zote mama. Okay. Thanks for today. You made my day baba. Bye. Thanks to mama. Bye. Lydia alipiga hatua kuelekea ndani ya jengo la hostel. Ramsey alibaki pale nje akiwa amesimama huku akimsindikiza kwa macho mrembo Lydia ambaye aliumbwa na kuumbika, alitengenezwa na kutengenezeka vizuri kabisa kwenye kila idara ya mwili wake. So baada ya Lydia kuzama ndani, Ramsey akaona hakuna sababu ya yeye kubaki eneo lile, hivyo akili ya kuondoka eneo lile ilimjia. Chapchap akaamua kugeuka nyuma ili aondokeze. Lakini sasa ile kugeuka tu, hakuamini kile alichokiona mbele ya macho yake. Ilikuwa ni uso kwa uso kati ya Ramsey na Paula. Paula ndiye aliyetokea mbele ya Ramsey kwa wakati ule. Ramsey na Paula walibaki kutazamana kwa sekunde chache pasipo kusikika sauti ya yeyote. Ramsey hakuona sababu yoyote ya kuendelea kusimama na mchumba wa mtu, hivyo akaamua kupiga hatua kuondoka. Alimpita Paula kama mjui vile, lakini kabla hajafika mbali alivutwa shati kwa nyuma. Ramsey alisimama lakini hakugeuka nyuma. Sauti ya Paula ikasikika ikisema kwamba kwa hiyo ukifanya hivyo ndio unahisi unanikomoa ama? Kukomoa? Kivipi yani nikomoe? Nimefanya yani kitu gani ambacho nimefanya? Msumamua kudate na Lydia. Sasa kama mimi natoka kimapenzi na Lydia, wewe unakomolewa kitu gani wakati una mpenzi wako unayempenda? Ram, tatizo sio mpenzi aliyekuwa naye. Tatizo ni wewe kutoka na rafiki yangu alafu mnajitokeza sana mbele yangu ili niwaone. Kwa hiyo naamua kucheza ligi na mimi, si ndio? Paula, katika maisha yangu mimi sijawahi kucheza ligi na mwanamke na haitokuja kutokea kamwe. Mimi sina muda wa kufuatilia mapenzi ya watu wanaopendana. Pia usidhani kwamba chochote ninachokifanya kuanzia sasa eti mimi nafanya kwa lengo la kukuonyeshia wewe. Hapana. Naomba usikize kwa makini. Mimi Ramsey Innocent sina muda wa kufanya vitu kwa ajili ya kukuonyesha wewe. Naomba uishi maisha yako na mimi niishi maisha yangu. Tusifuatiliane maana tulishaachana. Swala la mimi kuwa karibu na Lydia lisikufanya ukakosa usingizi maana halikuhusu kabisa. Kumbe kweli nyinyi ni wapenzi. Nishakwambia kwamba sisi kuwa wapenzi au kutokuwa wapenzi hilo swala halikuhusu kabisa. Ila tambua kwamba Lydia ni mchumba wa mtu, alafu mtu mwenyewe ni mzito pale chuo. Mimi nakutadharisha mapema kwa sababu utajiingiza kwenye vita ambayo itagharimu sana maisha yako. Chris ndo mwanaume wa kwanza wa Lydia. Hivyo nakusii kama rafiki yangu, acha kuingilia mapenzi ya watu waliotoka mbali, achana na Lydia. Hivi unajikuta una huruma sana na mimi? Eti hivi, ngoja nikuulize kitu. Kwa nini unachukia mimi kupendwa kwenye hii dunia? Hivi nadhani mimi sina moyo wenye hisia za upendo? Nimekubali wewe unipende. Ila kwa nini unataka na wengine wasinipende? Kwa nini nikukosea nini mpaka yani unakuwa katili wa moyo wangu? Mimi sijawazuia watu wasikupende, ila inatosha. Sitaji kusikia chochote kutoka kwako, sawa? Uwe na jioni njema Mrs. Alvin. Ramsey alimeza kuongea hivyo na kisha akaondoka pasipo kugeuza shingo nyuma. Paula alibaki amesimama huku akimsindikiza Ramsey kwa macho. Basi Ramsey alifika kwenye nyumba aliyokuwa anaishi, lakini katika hali ya kushangaza akakuta mgeni. Unaambiwa mgeni alivimba sura kama jibu la kwapa. Ramsey alimsogelea yule mtu kwa kujiamini kabisa. Mwanangu Deki, mbona upo hapa mida hii wakati sio kaida yako? Ramsey, wewe sio kunifanyia hivi mshikaji wangu. Laiti kama ungekuwa hujui mimi ningekuelewa, ila unajua kila kitu kinachoendelea kati yangu na Lydia. Mbona sikuelewi Deki? Kwa nini nimefanya nini? Yaani nimefanya nini yani? Usifanye ujue mwanangu. Unaweza kuniambia unatoka wapi sasa hivi? Mimi naenda kutembea. Si unajua leo ni sikukuu jamaangu. Ulienda kutembea wapi na ulikuwa na nani? Nienda Sabasaba maonesho. Bado hujamaliza kujibu swali langu. Ulikuwa na nani? Nilikuwa na Lydia.
Ina maana nini kwa rafiki yangu umeamua kunipita kwa pani au sio? Ramsey, hivi hujui kwamba yule ni shemeji yako? Hujui kwamba mimi nampenda sana yule manzi? Yaani kwa hiyo unatumia umaarufu wako kunikandamiza mpaka mimi rafiki yako? Diki, hebu acha kuwaza basi ujinga mwanangu, sawa? Hakuna kitu cha ajabu kilichotokea kati yetu. Sisi tumeenda kule kama rafiki tu. Niamini mwanangu. Hakuna mahusiano ya kimapenzi yaliyopo kati yetu. Kama marafiki, tangu lini marafiki wakapigana mabusu hadharani? Marafiki gani wanaolishana chakula kwa maba? Ramsey, mimi siwezi kusemea kwa hili. Hii leo ni kali sana. Kwa hiyo mimi yani kwamba nimepigana mabusu na Lydia. Mimi nimelishana chakula na Lydia kwa mahaba. Hivi ama tukio ulioona kwa macho yako mawili ni umethibitisha ama umesimuliwa tu? Mimi nimesimuliwa kila kitu na mtu ambaye hawezi kundanganya kitu. Na ukweli umebainika kwamba ulikuwa na Lydia wangu. Diki. Okay, ni mtu gani aliyekuambia hivyo? Ukiniambia huyo mtu basi mimi nitakueleza ukweli wote uliopo kati yangu na Lydia. Mbona simple tu? Unadhani mimi nashindwa kumtaja? Ni Paula. Nilipigiwa simu na Paula kisha akaniambia kila kitu. Huwezi kuamini mdau. Mimi nilikuja ila sikuwakuta pale Sabasaba. Mimi ningewakuta. Mwanangu, mimi ningekata pua kisha ningefyonza makamasi. Kwa hiyo Paula ndo alikwambia hivyo? Aliniambia hivyo. Makweli kuna watu na viatu. Wallahi, na hapa kabisa mwanangu, wallahi. Huyu Paula ni kiatu kabisa. Tena ni kiatu cha jeje. Ndio hivyo mwanangu, niambie ukweli jamaa wangu. Mimi nadhani unafahamu kwamba Lydia anampenda sana. Alafu na isitoshe, mimi ndo nimemfungua kwenye paketi ule manzi mwanangu. Basi kama ni wewe ndio mwanaume wake wa kwanza, unatakiwa kuwa na amani rafiki yangu. Kaa na shemeji yangu kisha mjenge. Yaani mzungumze ili penzi liwe imara sana, sawa? Alafu ingine unatakiwa umtambue adui yako ili uweze kuzuia njia zake kabla hajapandikiza miiba kwenye njia ya penzi lenu, Chris ndo adui yako mkubwa. Hivyo usiwaze kuhusu mimi. Mimi rafiki wa Lydia kama alivyokuwa yule MC anayefahamika kwa jina la Jackson. Kwa hiyo Ramsey, unataka ni kusema kwamba ni hauna mahusiano yote ya kimapenzi na Lydia? Mimi sina kabisa. Kuwa na amani Diki, endelea kujilia vitu kwa mtoto mzuri. Hakikisha unashinda vita dhidi ya Chris. Maana nimesikia kwamba hata yeye ameshawahi kula vitu vizuri kwa Lydia. Ndio maana anamlilia mpaka kesho. Wapi, amna, sio rahisi kabisa mwanangu. Chris hajala mzigo kwa Lydia. Maana mtoto mimi nilimkuta hajaguswa kabisa na mtu yote. Labda kama kula au amepita tu baada ya mimi kupita. Ndio hivyo mwanangu. Nyie mtajuana wenyewe bwana, mimi msinihusishe kwenye hiyo vita yenu. Kwa mwanangu, mimi nimekuelewa. Mimi naondoka maana majibu yako ameniridhisha kidogo. Ila kuwa makini mwanangu. Mimi siku nyingine yani naomba kabisa sirudie haya. Poa, siwazi mwanangu, siku mwema. Na kadri siku zilivyozidi kwenda ndivyo karibu kati ya Ramsey na Lydia ulizidi kuongezeka. Sasa hii ilichangizwa pia na mfanano wao wa mienendo, tabia na falsafa zao za maisha. Ukaribu wao ulizua gumzo na mijadala mbalimbali pale chuoni, kwani baadhi ya watu walihisi kwamba Lydia na Ramsey walikuwa kwenye mahaba mazito kutokana na uwepo wao wa pamoja kwenye matukio mengi. Kwa hakika ilikuwa ni vigumu sana kuamini kwamba watu hao hawakuwa kwenye mahusiano, kwani mara nyingi waliishi kama wanandoa. Walifurahi pamoja, walipigana kimahaba nini, walishikana, walitaniana, walijaliana, walijisomea pamoja, na pia hata wakati wa chakula cha mchana walikuwa wanaenda pamoja cafeteria, na ikiwa mmoja wao alikuwa hajatoka kwenye kipindi basi walikuwa nasubiriana, na mara nyingine walikuwa wanachukuliana vyakula na zawadi kemkem. Kuna marafiki jamani, unajua kupendana nyie. Mara nyingi watu walikuwa wanamuuliza Ramsey kuhusu mahusiano yake na Lydia. Jibu pekee lilikuwa, yani jibu ambalo lilikuwa linatolewa ni kwamba wao hawakuwa wapenzi bali walikuwa ni marafiki tu. Lakini pia hata Lydia alipokuwa anaulizwa kwa upande wake, alikuwa anatoa jibu linalofanana na lile la Ramsey kwamba wao ni marafiki tu. Lydia na Ramsey waliwafanya wanafunzi wengi pale chuoni kuteseka na kuona wivu. Kuna baadhi ya wanaume walitamani kuwa Ramsey na baadhi ya wanawake walitamani kuwa Lydia. Mpaka kufikia hatua ile, Ramsey hakutaka tena kumhofia Diki wala Chris, kwani yeye alicheza kwenye nafasi yake urafiki tu kwenye moyo wa Lydia. Urafiki wa Ramsey na Lydia ulitengeneza urafiki mpya kati ya Ramsey na Jackson. Jackson alikuwa na urafiki wa ukaribu na Lydia na pia walikuwa wanasoma kozi moja. Ramsey na Jackson walijikuta wanakuwa marafiki wakubwa ndani ya muda mfupi tu. Basi bwana, siku zilisonga na hatimaye ule wakati wa wanafunzi wa vyuo kufanya mitihani ya muhula wa mwisho wa kumaliza mwaka wa masomo uliwadia. Na wanafunzi walikuwa wapo tayari
kukabiliana na maswali ya mitihani, kwani walijiandaa kweli kweli. Lakini pia wengi walitamani kurudi nyumbani kwao kwa ajili ya kwenda kupumzika. Wiki 2 zilitosha kwa wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kumaliza mitihani yao, hivyo chuo kilifungwa kwa muda ili kupisha wanafunzi waende field na mapumziko ya muda mrefu. Haikuwa yani UDSM tu, mpaka kule MUHAS, yani Muhimbili University of Health and Allied Science, alipokuwa anasoma mama kijacho watu bibi Evadia. Uko umemsahau? Tuna Evadia. Mwaka wa masomo uliisha na yani ulikuwa umeshahitimishwa. Sasa ulikuwa ni wakati wa Evadia kuwapelekea wazazi wake kile kitumbo. Alafu bani kwamba mimba ilishakuwa kubwa, hivyo hakukuwa na uwezekano wa kulificha lile tumbo. Mawazo yalikuwa ni mengi sana kwa Evadia, kwani hakuwa na uhakika kama wazazi wake wangeweza kumpokea na kukubaliana na ile swala la kupewa mimba na mtoto wa adui yao. Sasa Evadia akasema liwalo na liwe, ndio kauli pekee iliyopanda kichwani kwa Evadia. Hakutaka kurudi nyuma, hivyo akaamua kurudi nyumbani kwao Sinza baada ya kumaliza salama mwaka wa kwanza wa masomo. Mida ya saa 11 jioni, Evadia aliweza kuwasili salama katika ardhi ya nyumbani kwao Sinza, akitokea chuo cha afya cha Muhimbili alipokuwa anasoma. Kwa bahati mbaya au nzuri, hakumkuta baba yake pale kwao, ila mama yake tu ndo alikuwepo. Baada ya kuonekana bwana, mama akasema, we mtoto, kulikoni? Mbona sielewi hilo tumbo lina nini? Hivi macho yangu anaona vizuri kweli? Evadia, una mimba? Sasa mama, mbona unashtuka hivyo mama, wakati ile ni jambo la kawaida tu? We, jambo la kawaida kurudi na mimba badala ya degree uliyoifuata? Au siku hizi kuna kozi mpya ya mapenzi huko chuoni? Unadhani baba yako utamwambiaje ili akuelewe? Mama, mimi nidhani kwamba wewe ndio utakuwa mstari wa mbele kunikingia kifua katika ile mama. Hebu fikiri mara mbili mama yangu. Mimi ni mtu mzima sasa, ndio maana mimi naitwa mwanachuo na sio mwanafunzi. Naweza kusoma hata kama nikiwa na mtoto nyumbani. Naona unarahisisha tu mambo. Unataka niwe upande wako ili baba yako anitukane ama? Unataka nionekane kama mimi ndo nilikupa hayo malezi ya kipuzi? Haya sasa, hebu niambie, huyo aliyekupa mimba anaitwa nani? Na ole wako awe mtoto wa jirani yetu hapo. Mama yake Evadia aliongea kwa hasira, huku akimtaka mwanae amtaje mtu aliyempachika mimba ile. Yote kwa yote, alimsisitiza kwamba hataki kusikia jina la Jimmy likitajwa kama ndo mhusika wa ile mimba. Evadia alijikuta anakosa jibu sahihi la kumueleza mama yake, kwani mhusika wa ile mimba ndo yule ambaye jina lake halikutakiwa kusikika muda ule. Oya, hii kitaalamu huitwa usempenda kaja. Wewe Evadia, wewe. Mama, sinaongea na wewe. Mbona nilichokuuliza hujajibu? Au umekuwa kiziwi siku hizi? Nani amekupa ujauzito? Ujauzito? Wewe mtoto wewe, usitake kuniambia kwamba Jimmy ndo amekupa hiyo mimba. Mama nisamee mama. Evadia, ina maana hii mimba ni ya Jimmy? Ndio. Evadia, unasemaje? Hivi nadhani utamuulizaje baba yako ili akuelewe? Nadhani umelitafuta mwenyewe. Msubiri baba yako aje umpe huo mzigo. Mimi sihusiki kabisa. Sasa mama, wewe ndio unatakiwa kunitetea mama, lakini kwa nini wewe unakuwa hivyo? Tafadhali sana mama, naomba unisaidie kuongea na kumuomba msamaha kwa baba. Naomba mama. Samahani sana mwanangu. Naomba tu nisamehe kwa hilo. Kwa hilo mimi sidhani kama naweza kutia sauti mbele ya baba yako. Wewe msubiri tu ili tuone atalipokeaje swala hilo. Ila ni bora tu ungebeba hata mimba ya mwenda wazimu. Pengine baba yako angekuelewa kuliko kubeba mimba ya huyo Jimmy. Kauli za mama zilizidi kumchanganya Evadia. Hakujua lugha sahihi ya kuitumia ile kufikisha taarifa ile kwa baba yake na keleweka. Mzee mwenyewe alikuwa na sifa ya ukali sana kwa familia ile. Kuna wazee wengine ni nuksi, wazee wa koroni. Evadia alikaa na mama yake pale kwao mpaka ilipofika majira ya saa 1 usiku. Bwana, muda ule ndio ulikuwa mwafaka kwa Bwana Emmanuel kurudi nyumbani kwake akitokea kwenye mihangaiko yake ya kila siku. Asema baada ya Bwana Emmanuel kuwasili nyumbani kwake, alikaribishwa na binti yake pamoja na mke wake. Lakini sasa, kabla hata ya salamu, macho mzee alitua moja kwa moja kwenye tumbo la Evadia. Hapo ndipo moto ulipoanza kuwaka. Wewe Evadia, wewe usiniambie kwamba ni mimba. Mr. Emmanuel aliongea kwa kuhoji, sasa akionekana kushangazwa na tumbo lile. Evadia alikuwa anajibu zaidi ya kutetemeka tu, akianza kufuta machozi aliyokuwa anaanza kutiririka kutoka machoni mwake. Wewe unaongea na wewe Evadia? Hiyo ni mimba, si ndio? Naomba unijibu, ni mimba hiyo? Baba Evadia, hiyo ni mimba mume wangu. Mama Evadia alimsaidia mwanae kujibu. Mimba? Hiyo mimba amepewa na nani? Ina maana sisi wewe mpeleka shuleni ni wajinga sana.
Naomba kumjua mhusika huyo mimba ni nani? Au ndio huyo mtoto wa Chazi huyo? Haswa ni yeye mume wangu. Oh my god. Evadia mwanangu. Wewe ni mwana kulitafuta sasa, ngoja ulipate mpumbavu wewe. Usinizi. Hivyo. Wewe kunidhiaki mimi kiasi hicho. Ina maana mimi nilivyokuwa nakwambia kwamba yani yote ambayo nilikuwa nakueleza ulikuwa unaona ni kipuzi sana, si ndio? Ukaamua kumsikiliza kwa mshezi mwenzako, si ndio? Sasa kuanzia sasa utaenda kuishi kwao. Utaenda kuishi kwa hao ulioona bora zaidi ya sisi wazazi wako. Jinga wewe. Tena nyanyuka nikupeleke kwa kwezako kupumbavu kabisa. Sikutaka kabisa Bokongo. Mzali chacha Evadia akaanza kuomba msamaha pale akisema baba nisamee, naomba unisikilize wewe. Mzee akutaka kuelewa akasema wewe kaa kimya usije ukanzidishia hasira mjinga wewe. Nitakunyosha wewe. Au unijui vizuri Evadia? Basi mama ikabidi aingilia akasema lakini mume wangu akaambiwa na wewe ndio usiongee kabisa, nitakukata vipande hapa ni ile supu lako hapa sasa hivi. Wewe kwa nini unamfundisha mwanao kupinga maneno niliyokuwa namwambia kila siku ama? Naomba ukae kimya Evadia. Naomba ukae kimya nisije nikakufukuza na wewe hapa sasa hivi. Basi baba Evadia aliwaka kweli kudadadeki. Hakuwa na utani kabisa kwa binti yake. Kwani alimchukua Evadia kwa mabavu akiwa na begi lake la nguo na kisha akaongozana mpaka kwenye geti la nyumba ya Mr. Chazi. Sasa baada ya kufika hapo walikutana na mlinzi getini. Mr. Emmanuel alimwambia mlinzi kwamba ana shida kuongea na wenye nyumba. Mlinzi aliwaruhusu waingie ndani ili wakaongee na huyo mwenye nyumba, kwani kwa wakati ule wote walikuwepo. Hasa Mr. Chazi pamoja na mkewe walitoka ndani ya nyumba baada ya kugundua kwamba mgeni aliyewasili pale kwao alikuwa ni adui yao. Hasa mara baada ya kuonana kila mtu alivimba kwa nafasi yake. Mr. Chazi dhidi ya Mr. Emmanuel walitazamana kwa hasira sana. Sasa Mr. Chazi ambaye ni baba wa Jimmy akasema kwamba kwa hiyo umekuja hapa nyumbani kwangu kudhihirisha kwamba ni wewe ni mwanaume, umefuata nini nyumbani kwangu? Basi bwana Emmanuel akajibu kwamba sikiliza Chazi, mimi sijaja hapa kuongea na wewe, nimekuletea mzigo wako huu hapa. Emmanuel alimsukuma Evadia kuelekea kule kwa Mr. Chazi. Mr. Chazi akasema mzigo wangu kivipi? Huyu si ni mwanao huyu, mbona unipa mimi? Emmanuel akasema huyu sio mwanangu kuanzia sasa. Hapo alipo ni mjamzito, hivyo ongereni sana. Ile kazi mliomtuma kijana wenu imefanikiwa tayari. Basi Chazi alicheka. Akasema sicheki kwamba mimi nafurahia huo upuuzi unaoongea. Hivi una akili kweli wewe na mwanao? Mwanangu mimi hayupo hapa nchini kwa muda mrefu tu. Hivyo sijui hiyo mimba ameiweka muda gani. Alafu sikiliza Ima. Usifanye vitu kwa kutaka mwanao aje kupata urithi kwenye mali zangu. Hizo mbinu zimefeli kabisa. Pambana na umaskini wako mpaka upate mali zako. Alafu kingine, mwanangu hawezi kuzaa na mwanao hata kwa bahati mbaya. Mpelekeeni muhusika halali wa hiyo mimba. Sio kuvamia watu wasiohusika bana. Kwanza hebu naomba muondoke hapa nyumbani kwangu kabla sijawafanyia kitu kibaya. Mlinzi, hebu naomba ondoa watu. Basi Mr. Chazi aliongeva kwa hasira kisha akageuza kisogo na kuanza kupiga hatua kuingia ndani. Basi mke wake akamwambia kwamba subiri kwanza baba Jimmy, ungewasikiliza kwanza uende. Mr. Chazi akasema we. Naomba usiongee chochote kile, kaa kimya. Kama vipi na wewe ondoka nao hao jamaa zako hao. Mr. Chazi alimjibu hivyo mke wake kwa hasira. Mlinzi alifika mpaka pale kwenye majadiliano kisha akawataka bwana Emmanuel na mwanae Evadia waondoke kwa hiari yao kabla nguvu hazijachukua mkondo wake. Bwana Emmanuel na mwanae walitii amri ya kamanda wa nyumba ya Mr. Chazi. Ikabidi sasa waondoke. Walipofika nje ya geti vurugu bwana likaanza tena. Baba mtu akasema we Kima, umeniaibisha sana. Nilikwambia kaa mbali na hii familia ila ukutaka kunielewa. Kwa sasa kama umelitafuta basi leo utalipata. Nafikiri vitu vyako vyote vipo kwenye hilo begi lako, hivyo naomba uende ukaishi kwa yule ambaye unamheshimu na kumsikiliza. Kwanza leo sitaki kuona nyumbani kwangu. Basi Evadia alianza kulia pale akisema baba nisamee mwanao, nitaenda wapi mimi sasa hivi na usiku umeshakuwa mkubwa baba. Na akaambia wewe. Asema mzee kabla hajaongea sana ni alimshushia makofi mazito. Mzee alikuwa serious kabisa na kile alichokuwa anaongea. Mzee akasema kwamba Evadia nikiona sura yako katika nyumba yangu basi kichwa chako kitakuwa halali yangu. Pumbavu mkubwa wewe. Wewe unaacha kusoma, wewe unajali uzinzi tu. Unashindwa kufunua madaftari, wewe unafunua mapaja yako tu. Yapo wapi sasa?
Jinga kabisa wewe. Si unaona amekuachia mzigo yule aliyekupa mimba, yuko wapi sasa hivi? Mimi sikutaki nyumbani kwangu. Kaishi kwa hiyo mpumbavu wako. Mzee alimaliza kuongea hivyo kisha akaondoka zake, huku akimwacha Evadia akiwa amekaa chini pembeni tu kidogo ya geti la Mr. Charles. Mzee alikasirika kwamba badala ya kufunua madaftari anafunua mapaja. Evadia alilia sana, of course. Hakujua wapi pa kwenda maana giza lilishaingia, na istoshe kule hostel alipokuwa anaishi alishakabidhi chumba kwa wenyewe baada ya kumaliza mwaka wa kwanza wa masomo. So Evadia alimkumbuka sana Jimmy wake. Hapo akaanza kuhisi dunia haipo fair upande wake. Alihisi watu wote wa karibu wamemtenga, ili hali yupo kwenye kipindi kigumu cha ujauzito ambao ulihitaji matunzo bora, chakula na muda mzuri wa kupumzika pasipo kuwepo na msongo wa mawazo. Msikilizaji, nikukumbushe tu kama umesahau. Kumbuka muda ambao Jimmy anaondoka ni baada ya Evadia kufahamu kwamba ana mimba. Nadhani ilikuwa na wiki tu kadhaa. Umeelewa Na ndio maana imekuwa ngumu kwa familia ya Jimmy kuelewa kwamba hii mimba ni ya kijana wao. Sasa na ndio hivyo alipotaka kumwambia, ndio hivyo Jimmy na yeye kwenye ndege haruhusiwi kutumia simu. Haya, amekuja kufika kule, ndio hivyo ujanja wa wazazi wake, na aliyempokea simu ikanyang'anywa. Kwa hiyo hata Ramsey mwenyewe kumpata Jimmy imekuwa kipengele ili kuweza kumpa hizo taarifa. So baada ya kuwaza sana, alimkumbuka mtu mmoja ambaye angeweza kuwa msaada kwake. Alihisi kwamba yule mtu ndiye aliyekuwa tumaini pekee upande wake. Basi chap akachukua simu yake, kisha akatafuta namba ya yule mtu, kisha akabonyeza kitufe cha kupiga. Yes, ile namba bwana ilikuwa ni ya mtaalamu Ramsey. Evadia aliomba Mungu ili Ramsey aweze kupatikana. Sasa upande wa pili alionekana Ramsey akitazama mchezo wa mpira wa miguu kwenye television akiwa nyumbani kwao Manzese. Wakati anaendelea kupepesa macho, ghafla alisikia sauti ya mwito wa simu yake. Kwa kuwa simu ile ilikuwa karibu yake, hivyo Ramsey alivuta kisha akaangalia kwenye kioo, akagundua kwamba mpigaji alikuwa ni Evadia. Chap Ramsey alipokea ile simu kisha akatega sikioni. Yes, mama Kijacho, niambie. Ongea sasa, mbona unalia? Nini shida? What? Umekufukuza? Kwa hiyo upo wapi sasa hivi? Kwa hiyo unafanyaje sasa? Okay, kama ni hivyo basi hebu naomba unisikize kwa makini. Panda gari mpaka hapa Manzese, ukifika stand utanikuta ili tujue tunafanyaje. Okay, sawa, ondoa wasiwasi kabisa, kwa amani. Msikilizaji, hayo yalikuwa ni maongezi ya simu kati ya Ramsey na Evadia, ingawa sauti ya upande wa pili haikusikika. Ramsey aliingia chumbani kwake chap kisha akabadili shati na akapigilia raba miguuni. Baada ya kumaliza zoezi hilo, akaenda jikoni alipokuwa mama yake. Hasa mama mtu akauliza kwamba we mtoto, kulikoni tena? Mbona kama unataka kusafiri usiku huu? Ndio mama, natoka mara moja ila sitochelewa kurudi. Yaani kwa muda mimi siwezi kukuruhusu uondoke hata kama umekuwa mkubwa, Yaani umekuja leo tu, halafu unataka kuondoka hata kabla tujaongea vizuri. Ramsey, sasa mwambie huyu mkwe wangu kwamba mtaonana kesho. Halafu nishakataza kujiingiza kwenye mahusiano mwanangu. Ila umekuwa mbishi wewe. Mama. Yaani mama unaongea vitu ambavyo hata havihusiani kabisa. Mimi nimpigiwa simu na babu mwenye nyumba kule Ubungo nilipopanga chumba. Kwa hiyo yeye ndo amekwambia uende? Ya, ni yeye. Kuna hizo umetokea hivyo, nimeambiwa niende nikaangalia usalama wa vitu vyangu ndani. Kwani kuna vitu gani vyenye thamani ulivyoacha kule? Mama mimi nimeacha vitu vyangu vyote vya elimu ya sekondari na vitambulisho. Sasa kwa nini uliacha sasa? Mbona unakuwa mzembe hivyo mwanangu? Vitambulisho vinapaswa kuwa mfukoni kila utembe hapo. Alafu hivyo vyetu ulitakiwa kunipa mimi nikutunzie. Hebu nenda haraka ukaangalia usalama. Basi Ramsey alimpoteza mama yake kwa njia hiyo baada ya kumpitisha kushoto alafu yake enda kulia. Alijua kwamba angemwambia ukweli mama yake basi wewe asingemruhusu kuondoka. Ramsey alifika kwenye kituo cha daladala cha Manzese, akanamsubiri Evadia. Baada ya kukaa kwa dakika kadhaa, Evadia alishuka kwenye daladala na hapo haikuwa tabu wao kuonana. Evadia alikuwa na begi lake lenye nguo na vitu vyake vingine. Sasa baada ya kuonana, wakasogea pembeni kisha wakaanza kupanga mikakati itakavyokuwa. Evadia alimsimulia Ramsey kila kitu kilichojiri huko kwao. Hapo ndipo walipoanza kupanga mikakati ili kupambana na jambo lile. Waliongea mengi sana mpaka wakafikia mwafaka. Evadia, hutakiwi kuwa na stress kwa wakati huu. Kwa sasa unatakiwa kurelax na kula vyakula bora
ili mtoto apate afya njema. Kama nilivyokuambia kwamba usiwaze kuhusu Jimmy, nafikiri atarudi tu akipata likizo. Lakini pia hata kama hatarudi kwa siku za hivi karibuni, basi hakuna kitu kitakachoharibika. Mimi nitasimama kama baba mdogo au baba mkubwa au mjomba wa huyo mtoto, maana wewe sio shemeji tu bali ni rafiki yangu, hivyo mjomba ni mama pia. Kwa maana hiyo kuanzia sasa nitakutunza na kukutimizia mahitaji muhimu utakayohitaji mpaka pale mtoto atakapokuwa na utakapoweza kujitegemea. Pesa nitapata wapi? Hilo nitajua mimi. Kuanzia leo utaenda kuishi kwenye chumba changu kule Ubungo. Utakula na utavaa. Mimi nitajua wapi nitakapoenda kuishi. Haya, twende sasa nikupeleke kwenye makazi yako Mama Kija. Haya, maamuzi aliochukua Ramsey sijui atamtokea puani ama itakuwaje. Hatujui kama yatakuwa ni salama kwenye mahusiano yake mapya ama of course mimi na wewe tunajua kabisa Lydia na Ramsey wapuuzi wanapendana. Wanapendana sana tu. Lakini mpaka dakika hii ni marafiki, lakini kuna mapenzi ndani yake. Kwa sababu hata mtoto wa kike ameshamchana live Ramsey kwamba anampenda. Umeelewa Kwa hiyo sasa bwana, sijui kama itakuwa ni salama sana kwenye haya mahusiano. Tukumbukeni Evadia, hii mimba inajulikana ni ya Jimmy. Sasa je, ukaribu huu wa kwenda kuanza kuishi pamoja na Jimmy katokea amerudi pap, unadhani ataelewaje? Sasa atajua kabisa huyu mbuzi alikuwa anakula mayai. Sijui umenielewa? Yaani itajulikana kabisa, yani ni ngumu. Yaani itajulikana kabisa Ramsey alikuwa na date na Evadia, na inawezekana hata ukute mimba sio ya nani, sio Jimmy ameenda hana taarifa ya mimba. Sasa afu anakuja kurudi Tanzania itaambiwa kwamba hii mimba ni ya kwako. Alafu hawakute kwenye mazingira ya chumba kimoja. Wewe hawezi kukubali. Hawezi kukubali. Mwanzo tunaanza hii simulizi tuliona ya kwamba Jimmy na Lydia ni kama Lydia alitoroka kwenye ndoa akaenda kwa Ramsey. Sasa inaonekana Jimmy na Lydia walifunga ndoa. Na tunaona tena hapa sasa hivi Ramsey yupo na nani? Na mpenzi wa Jimmy. Ndio maana Jimmy mwanzoni mwa simulizi akauliza kwamba kwa nini mara zote ni wewe Ramsey? Inaonekana kabisa huruma ya Ramsey inamponza sana. Kwenye maisha huruma kuna faida, lakini kwa Ramsey huruma inamponza na itamponza sana. Hatujui, lakini kwa kupitia yeye tujifunze. Tutakuja kujua sasa kipi kilichotokea baada ya Ramsey kuchukua maamuzi ya kwenda kuishi na Evadia nyumba moja. Ilileta athari vipi ama ilileta faida vipi kwao? Mzazi kashatimua mtoto. Na imetokea Jimmy amerudi. Chineke. Mdoto ulikuwa na Lucas Lumbas, nikushukuru kwa muda wako. God bless you till we meet again. Bye bye.